dunia inaendelea kushuhudia kuibuka, kukua na kuendelea kwa harakati nyingi sana za uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na kwa sababu hiyo imekuwa ni jambo la kawaida ukipita kila sehemu kuona watu wakifanya semina, kuona watu wakifanya matamasha makubwa juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Lakini leo hii nataka tujiulize kwa pamoja swali ambalo bado hatujalipatia ufumbuzi: mwanadamu ni nani kati ya mazingira? Nipende kukujuza kwamba mwanadamu kwanza ni kiumbe kama alivyo sokwe, kama walivyo kuku, walivyo simba wa mwituni, kama walivyo samaki wa baharini, au hata walivyo tai wa angani. Mwanadamu naye ni kiumbe. Sayansi inathibitisha hilo kwamba mwanadamu ni kiumbe, tena anayepatikana katika grupu la viumbe wanaonyonyesha wenye uti wa mgongo maarufu kama mamalia. Imani inathibitisha pia kwamba mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Mungu. Neno kuumbwa linampatia jina la kiumbe. Kumbe katika viumbe hawa wote ni mwanadamu peke yake mwenye akili na utashi. Kwa hiyo ni mwanadamu peke yake mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na hali halisi anavyoiona. Kwa hiyo kwa uwezo wake huu lazima tupate nafasi ya kumjadili yeye na nafasi yake katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Ila kujibu swali hili lazima tuiangalie kwanza dhana ya mazingira kama tulivyofundishwa shuleni huko. Mazingira kama alivyosema mwalimu ni jumla ya vitu vyote vinavyotuzunguka, vilivyo hai na visivyo hai, vya asili au vile vilivyotengenezwa na mwanadamu mwenyewe. Tafsiri hii inampa mwanadamu nafasi ya kutokujiunga na viumbe wengine, ikiwabagua na kuwaona kama vitu tu vya kumzunguka mwanadamu. Na pengine tatizo liko hapa. Labda kama ushawahi kujiona na kujiuliza maswali, kule porini kati ya tembo na mwanadamu ni nani anayechoma moto? Au ukajiuliza kwamba ushawahi kuona nyoka wanachoma msitu makazi yao wenyewe, ndege wanaharibu viota vyao wenyewe? Bila shaka jibu ni hapana. Na tatizo ni kuwa mwanadamu anaweza kufanya yote kwa sababu kila anachokifanya hakifanyi kwenye makazi yake. Kila anachokifanya anafanya kwa sababu akimuhusu yeye na kimwathiri yeye moja kwa moja. Lakini tunaweza sasa tuseme, tuiangalie dhana hii ya mazingira kwa upana zaidi. Mazingira ni mfumo wa uhai. Mazingira sio kitu cha nje kama tunavyokiona, bali ni mtandao unaounganisha hewa, maji, ardhi, viumbe na binadamu katika mzunguko wa maisha. Kila pumzi tunayopumua na kila chembe ya chakula hutengenezwa katika huu mfumo asili ambao umekuwepo kwa vizazi na vizazi. Kwa hiyo kuna uhusiano wa kiroho na kiutamaduni kati ya viumbe na mwanadamu. Mila na desturi za kale ziliheshimu mazingira kama moyo wa jamii na si mali ya mtu binafsi. Nafikiri unakumbuka habari za milima mitakatifu. Pia unakumbuka mawe makubwa katika jamii tulikotoka, mawe makubwa ya matambiko. Na unakumbuka hawa wanyama wanaoitwa wanyama wa kafara. Haya yote yanaonyesha wazi kwamba viumbe wengine wana ukaribu sana na maisha ya mwanadamu ya kila siku. Pia tunaweza tukasema mazingira ni kioo cha maadili. Jinsi ambavyo tunatunza mazingira yetu inaonyesha thamani tunayoiweka kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anafanya uharibifu wa mazingira, huyo ni mtu asiyejali vizazi vinavyokuja. Ina maana ni mtu ambaye hawazi mjukuu wake ataishije kwenye maeneo ambayo yeye ameharibu. Tunaweza kuendelea kusema kwamba mazingira ni moyo unaopiga pumzi ya dunia, mfumo unaotengeneza uhai na kuunganisha vizazi katika urithi wa pamoja. Leo tuendelee kusema kwamba mazingira sio mali ya binadamu, bali ni mfumo unaomtengenezea binadamu na viumbe vingine maisha. Na kwa mtazamo huu basi tuangalie nafasi ya mwanadamu katika mfumo. Jambo la kwanza na la kipekee zaidi ni kuwa mwanadamu ni mshiriki wa mfumo wa uhai. Yeye pia ni mwanashirika katika shirika kubwa duniani ambalo ndio mazingira yenyewe. Mwanadamu ni sehemu ya mzunguko wa maisha. Mwanadamu anapumua hewa inayotengenezwa kiasili na mazingira yake,
Mwanadamu anatumia maji ambayo pia yanatengenezwa kiasili na mazingira, na chakula anachokula na kinatengenezwa na anategemea kila kitu kutoka kwenye haya ya mazingira ya asili. Kwa hiyo kusema bila mazingira mwanadamu hawezi kuendelea kuishi. Jambo la pili, mwanadamu ni mlinzi na msimamizi wa mazingira. Kwa kuwa ana akili na ana uwezo wa kupanga, mwanadamu ana nafasi ya kulinda na kusimamia huo mfumo. Kwa utamaduni, mila na desturi za zamani zilimpa jukumu na heshima ya kuheshimu ardhi na misitu, mito, maziwa na baadhi ya wanyama pori. Kwa mwanadamu amekuwa katika jukumu zito la kulinda na kusimamia mazingira yake. Lakini pia mwanadamu anaweza kuwa mkombozi pale ambapo mambo yameenda kombo. Mwanadamu anakuwa ni mkombozi wa mfumo, kwa sababu ndiyo kiumbe pekee anayeweza kufanya kwa kuwafikiria viumbe wengine. Mwanadamu anaweza kutenga maeneo kwa ajili ya uhifadhi. Mwanadamu anaweza kutenga maeneo kwa ajili ya kukomboa baadhi ya viumbe vinavyoishia au kupotea. Lakini sio tu kwamba ni mkombozi, pia mwanadamu ni mharibifu. Pale anapotumia rasilimali vibaya, mwanadamu anakuwa ni mharibifu wa mfumo. Na hata haya mambo yote tunayoyaona, mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa, ni matokeo ya mwanadamu kuchukua nafasi ya uharibifu. Jambo lingine la nne ni kuwa mwanadamu ni kiungo cha kiroho na cha kiutamaduni kati ya yeye na mazingira yake. Kwa hiyo mwanadamu ana nafasi ya kuendeleza hekima ya kale na kuibadilisha kuwa mwongozo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mwanadamu ni kiungo cha mfumo wa uhai, ni mlinzi wa urithi wa vizazi, lakini pia mwanadamu ni kioo cha maadili ya dunia yetu. Nikuache na maswali kadhaa ambayo lazima tujiulize, na bila shaka tutakuwa na mjadala hapo chini kwenye comment. Je, mwanadamu anapaswa kujiona kama mlinzi wa mazingira? Vipi, mwanadamu anapaswa kujiona kama mshirika wa mfumo wa uhai, au mwanadamu anapaswa kuendelea kujiona kama mmiliki wa hizi rasilimali? Drop comment yako hapo ili tupate maoni na mawazo yako kuhusu hili. Karibu sana.